AI imeanza kufanya kazi muda mrefu sana. Tulikuwa hatuijui, lakini tulikuwa tunaitumia kutokana na hizi electronics ambazo, namna ambavyo nimekuwa nikijifunza mara kwa mara, nimekuja kugundua kwamba asilimia kubwa Afrika tunakuja kuyajua mambo, huku nchi za Ulaya huko wana kipindi kirefu sana cha vitu wanavijua, na ndio maana vikija huku sisi tunaviona kama ni vitu vipya, lakini kiuhalisia vimeshaanza muda mrefu na sisi tuko nyuma. So nimezungumza hivyo kwa niaba ya kuizungumzia fursa. Siku zote fursa tukiiona imekuja, inatakiwa tuikumbatie na tujifunze kwa kasi sana. Jitahidi kwamba fursa isikuache nyuma. Yaani ukishaiona fursa imekuja, pita nayo, kwa sababu siku zote fursa haikai. Siku zote fursa ni ya muda mfupi tu. Ikija, wenye kufaidika watafaidika na ambao hawatafaidika hawatafaidika, kwa sababu utakuja na muda mfupi sana. Kwa ikija, yani na kusisitiza sana, ukiona jambo jipya limetokea, subutu, yani lijaribu, ulifanyie kazi, kwa sababu muda huo watu wengi kwa ukanda huu wa Afrika wanaweza wakawa nafanyaje, wanajifikiria kwanza. Lakini wewe kama umeshajua kabisa hii ni opportunity, ifanyie kazi kwa haraka, kwa sababu itakuja kukupa matokeo makubwa ambayo yatakuja kukusaidia baadaye, wakati wengine wanafunguka na kuanza kujua kwamba hii ni fursa. Wewe tayari umeshamachua, yani umeshakuwa sasa the king. Hapo utakuwa wewe ni nani? Wewe utakuwa ni teacher, utakuwa ni mwalimu wa hao ambao wamegundua kwamba hii kumbe ni fursa. Sasa kwa sababu wewe tayari una ujuzi, hapo moja kwa moja wewe utakuwa mwalimu wao kwa niaba ya kuwa mentor, na hapo utakuwa tayari umeshafikia level ya kuingiza kipato kikubwa, kwa sababu utachukuliwa ni mwalimu ambao unajua. Okay? Kwa hiyo kitu ambacho nimekuja kugundua kwamba ukitaka uwe mwalimu kwa kitu fulani, inabidi ukifanye kwa bidii na ukifanye kwa nguvu. Na pia ndo kama hapo nikakwambia, hiyo fursa ikija, ifanye kwa haraka zaidi kabla haijatambulika kwa watu wengi zaidi, kwa sababu ukiitambua wewe fursa kama hiyo, ukiitambua kwa haraka zaidi, utakuwa mentor, na mentor atatengeneza hela. Utakuwa wewe, yani utakuwa unauza taarifa ambazo wewe una uhakika nazo, japo ilikuwa na yeye mwenyewe yule mtu ambaye amechelewa alikuwa na uwezekano wa kufanyaje, wa kuyatambua, lakini muda huo yeye hana muda, anahitaji afikie pale ambapo, yani ile level ambayo anaona wewe umefika, yeye ndo anataka afanyaje, afikie hapo. Sasa wakati anaitaka hiyo level afikie hapo, wewe hiyo hautampa bure, utafanyaje, utamuuzia, kwa sababu umesha struggle muda mrefu wewe kutengeneza knowledge. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo utakuwa unavijua, ambavyo wewe utaviuza. Okay? Kwa sababu yeye hana muda wa kusema akae chini aanze kuchambua, kutafakari. No, kwa sababu wewe tayari umeshakaa chini, umeshatafakari, umeshajua kila kitu, yani product yote unaifahamu in deep. Kwa hiyo wewe utafanya kuiuza, utauza maarifa. Ukiuza maarifa utapata hela kubwa sana. Okay? Na ndio maana nakwambia fursa ikija, usiiache ipite, ing'ang'anie. Hiyo ndio kila kitu. Mfano kama fursa ya teknolojia sasa hivi, masuala ya AI haya, sisi tumekuja kuyagundua sasa hivi, labda miaka kama 2-3 imepita, kuanzia 2023 ndio imeanza kufanyaje, kutake over zaidi. Lakini ukitathmini mfumo wa AI umeanza kitambo sana, sema kwa nchi zetu huku tulikuwa hatufanyeje, hatujui, lakini AI imeanza kufanya kazi muda mrefu sana. Pia tulikuwa tunaitumia, tulikuwa hatuijui, lakini tulikuwa tunaitumia.
kutokana na hizi electronics ambazo tunazitumia, mfano kompyuta, simu na vitu vingi sana. Kwa hiyo mfumo wa AI tulikuwa tunatumia. Kwa hiyo kama ukipata fursa ya kujifunza teknolojia mpya, jifunze. Na ndio maana nikakwambia sisi tunapokea fursa mpya, tunaziona ni mpya, lakini huko kwa wenzetu wenyewe wameshaziadapti muda mrefu sana, na tunaweza tukawa tunapishana kati ya miaka 3 mpaka 5 mpaka miaka 10 inafika, tunapishana. Okay, kwa ukipata fursa, ukishaona fursa fulani, itumie my friend. Na nimetoa hiyo na nahitaji nitoe mfano kidogo. Kuna mfano kidogo, mimi nilipataga kazi ya mtandaoni. Okay, hiyo kazi ya mtandaoni ilikaa takriban miezi 3. Okay, nilikuwa nafanya freelancing ya mtandaoni. Sasa hiyo bwana ilikuja na vibonasi vyake. Okay, wakati imekuja na vibonasi vyake, mimi bwana ni mmoja pia ambayo nilikuwa nazembea sana opportunity kama hizo zikija. Nikiona opportunity, yani nafikiria sana mpaka nije niteke action. Ninachukua muda mrefu sana. Sasa wakati unachukua muda mrefu sana, na ile opportunity haikusubiri. Okay, sasa ile opportunity ni kama nilivyokuambia, ilikuwa ni ya miezi 3. Ile miezi 3 ikapita, mwezi wa kwanza sikuifanyia. Wengine waliochukua kwa haraka wakafanyaje? Wakaifaidi mwezi wa kwanza. Mwezi wa pili ulivyofika, sasa mimi pia nikaanza kusema hebu na mimi ngoja nijaribu tena. Nikaingia huo mwezi wa pili nikiwa katikati kabisa. Kweli nilivyoenda nayo ule mwezi, ilikuwa katikati, nimeenda nayo ile opportunity mpaka mwezi unavyoisha. Ulivyoisha ndo nashtuka, kipato nilichokipata sikukitarajia kabisa kama ingekuwa ni vile. Wale waliotangulia tayari wameshakuwa na uzoefu fulani, kile walipata kipato kikubwa zaidi na zaidi. Okay, sasa mwezi uliofuata ambao ndo mwezi wa 3 wa kumaliza hiyo opportunity, ndo nikagundua kwamba nilichelewa. Watu wengine tayari wameshapata manufaa makubwa sana. Unajua, mwezi mmoja mtu akikuacha kwa maarifa ya mwezi mmoja, yani huyo mtu yuko mbali sana, yani wewe kumfikia ni mbali sana. Okay, yani ni mbali sana. Ni sawa na darasani, mtu yeye amefundishwa na mwalimu labda shuleni huko ndani ya mwezi mzima, wewe haupo. Kwa hiyo ukiingia wewe kama mwanafunzi ndani ya huo mwezi, hakika ni vitu vingi sana ambavyo unakuwa uvijui. Anakuwa amekuacha kwa kipindi kirefu sana. Ulivyoingia mwezi wa 3 ule, na mimi ndo nikaweka nguvu ambao ndo mwezi wa mwisho. Nikaweka nguvu ule mwezi, kweli nikaja nikapata kipato kikubwa. Lakini wale walioanza mwezi wa kwanza, wa pili na wa 3 walipiga kipato kikubwa sana mpaka sikutarajia kabisa. Hapo ndo nikawa nimejifunza kwamba opportunity yoyote ikitokea katika maisha yako, usilazie macho, ifanye, yani jitoe, yani hakikisha kwamba, yani jitoe ukisema kwamba mimi nitakaloenda kukutana nalo lolote, nipo tayari kukabiliana nalo. Kwa nimejifunza sana kwamba zikitokea fursa kama hizo hapo, usiziache zipite. Inatakiwa zifanyie kazi, utakuja kuona manufaa yake. Na opportunity kama hivyo nilivyokuambia, sio kitu cha kukaa. Kikija yani kinakuja kwa muda mfupi. Na kwa nini opportunity inakuja kwa muda mfupi alafu inaondoka? Fursa inakuja kwa muda mfupi, inaondoka kwa sababu ya kitu kimoja. Ikisha kuja inaweza ikatembea kwa kipindi fulani. Sasa ikisha tambulika na watu wengi, hiyo sio fursa tena. Okay? Yani imeshatambulika na watu wengi,
hiyo sio fursa tena. Fursa ni ile ambayo inaingia afu wanaochukua action ni wachache. Hapo sasa unasema hapa niko kwenye opportunity, kwani mnakuwa ni wachache alafu mna fan base kubwa sana ya kufanyeje, ya kuitoa kwa watu. Kwa hiyo wewe nyinyi wachache mtaonekana ni wasamani sana, kwa sababu mnazalisha kitu kidogo alafu kinahitajika na watu wengi. Okay, hiyo sasa ndio inaitwa fursa. Lakini ikifikia stage nyinyi mnakuwa wengi, yani upatikanaji wa vitu unakuwa ni wa kawaida, basi hapo hakuna fursa tena. Kwa hiyo nimejifunza sana, fursa usilazie macho, ikitokea ifanyie kazi kwa haraka zaidi na kusisitiza sana. So endelea kutusupport hapo kwa kusubscribe na kucomment na kulike, ili tuendelee kujifunza pamoja.